Mimi na mume wangu tumekuwa na rafiki yetu wa muda mrefu sana aitwaye Baraka. Huyo Baraka ni mtu wa watu sana. Popote tunapoenda, anajulikana, anapendwa na hata watoto wetu wanamuita mjomba Baraka. Kwa miaka mingi tumekuwa karibu naye, tukishuhudia maisha yake yakibadilika. Kuanzia ndoa yake ya kwanza, mahusiano kadhaa, hadi hatimaye alipokuja kuoa tena. Kutokana na ukaribu huo, tulikuwa tunawajua pia marafiki zake wengi. Sasa, miaka kama 10 iliyopita, tulikuwa tumepanga safari ya pamoja kwenda Bagamoyo. Tukakodi nyumba kubwa ya ufukweni pamoja na marafiki wengine. Familia kadhaa zikiwa pamoja, watoto wakicheza, watu wakifurahia maisha. Siku moja ghafla, rafiki wa Baraka aitwaye Juma alifika pamoja na mke wake Neema na watoto wao. Hakuwa amepangwa kuja, lakini kwa kuwa alikuwa rafiki wa karibu wa Baraka, tukawakaribisha wakae nasi siku hiyo. Mwanzoni, kila kitu kilionekana kawaida. Neema alianza kukaa karibu yangu sana. Tuliongea kwa muda mrefu, karibu mchana mzima. Alikuwa kama mtu anayejifanya tumekuwa marafiki wa zamani sana. Nilijaribu kumuelewa, lakini kadri muda ulivyokwenda, nikaanza kuona kuna kitu hakiko sawa. Aliongea sana kupita kiasi. Mara anatoa ushauri wa maisha bila kuulizwa, mara anajifanya kama mshauri wa kisaikolojia. Baada ya kunywa pombe kidogo, hali ikabadilika zaidi. Alianza kuongea mambo ya ajabu, yasiyoeleweka vizuri. Nilijikuta nachoka, lakini nikavumilia kwa sababu tulikuwa wageni pamoja na pia nilikuwa na mtoto wangu pale. Jioni ilipofika, watoto walikuwa wamechoka na watu wazima walikuwa wanapiga stori na kucheza karata. Kwa sababu Juma na Neema hawakuweza kurudi nyumbani, tukakubaliana walale hapo kwa usiku mmoja. Juma alienda kulaza watoto na hakurudi tena. Inaonekana alilala kabisa. Hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Neema alibaki juu na watu wazima. Ghafla akaanza kuonyesha vipaji vyake vya mazoezi ya mwili, akicheza na kujipinda juu ya sofa, akifanya mambo ya ajabu mbele ya wanaume waliokuwepo. Kila mtu alishangaa. Alikuwa anataka kusaidiwa kufanya moves fulani, akiwavuta wanaume wamshike ili afanye maonesho yake. Hali ilikuwa ya aibu sana. Nilikuwa mimi, yeye na wanaume kadhaa, wengi wao wameoa. Hapo ndipo nilijua, huyu mwanamke si wa kawaida. Usiku ule uliisha mapema, kwa sababu kila mtu alichoka na ile hali. Lakini kilichotokea asubuhi yake, ndicho kilichozua balaa. Juma aliamka akiwa na hasira kali. Alisema Neema amemwambia kuwa kuna mwanaume mmoja alimfanyia mambo yasiyofaa usiku ule. Tulibaki tumeduaa, kwa sababu ukweli ni kwamba Neema ndiye alikuwa anafanya vituko vyote. Kulikuwa na mabishano makubwa sana. Wanaume walikaa kimya kwa tahadhari, lakini mimi sikuweza kuvumilia. Nilimwambia wazi kuwa alikuwa amevuka mipaka. Maneno makali yalirushwa pande zote, na hapo ndipo urafiki ukaingia doa. Miaka ipita. Siku moja tulikutana nao tena kwa bahati kwenye sehemu ya mapumziko. Hakukuwa na mazungumzo mengi, tulisalimiana tu kwa mbali. Lakini wakati tunaondoka, Neema alinifuata na kuanza kukumbusha ile ugomvi wa zamani. Nilishangaa sana, kwa sababu hata hakukumbuka vizuri kilichotokea. Nilijikuta narudi kwenye hasira zile zile. Tukaachana tena bila amani. Miaka mingine ikapita. Siku moja, Baraka alipokuwa nafunga ndoa yake mpya hapa Arusha, guess nani walikuwepo? Ndiyo, Juma na Neema. Mwanzoni walikuwa watulivu sana. Neema alionekana amebadilika. Hata alidai kuwa ameacha pombe. Tukaanza kuamini labda amekomaa. Lakini siku ya sherehe kabla ya harusi, mambo yakaanza tena. Akiwa karibu yangu, alianza tena mazungumzo yale yale ya zamani. Nilimwambia wazi kuwa sitaki kuyajadili siku hiyo. Baadaye, alianza kusema mambo ya ajabu tena, kama mtu anayefurahia kuvunja mipaka ya watu. Nilijikuta naanza kukosa amani. Usiku wa harusi, hali ilizidi kuwa mbaya. Neema alianza kufanya mambo ya aibu mbele ya watu, akijaribu kuvuta attention kwa nguvu. Hadi wakati fulani, alifika karibu yangu na kuanza kunisumbua kimwili kwa utani usiofaa. Hapo ndipo nilichoka kabisa. Nilimwambia mume wangu tuondoke. Kuanzia siku hiyo, niliamua kitu kimoja. Sitaki tena kuwa karibu na Neema. Baada ya muda,
Tulisikia habari kuwa hata kwao familia, marafiki wameanza kujitenga nao kutokana na tabia zake. Baada ya ile harusi ya Baraka kumalizika, nilidhani ile ilikuwa mara ya mwisho kabisa kumwona Neema. Nilijiahidi moyoni, huyu mwanamke sitaki kabisa kuwa karibu naye tena. Maisha yaliendelea. Kila mtu alirudi kwenye shughuli zake. Mimi na mume wangu tuliendelea na familia yetu, kazi na urafiki wetu na wale marafiki wa zamani ambao tulikuwa pamoja kwa miaka mingi. Lakini kuna kitu kilikuwa kinanisumbua moyoni. Kila nikikumbuka yale matukio, nilijiuliza, inawezekana mtu akawa vile bila kujijua? Au kuna kitu kikubwa zaidi nyuma ya tabia yake? Nilijaribu kusahau. Miezi ikapita. Siku moja jioni, tulikuwa tumekaa sebuleni nyumbani. Nikapigiwa simu na rafiki yetu Baraka. Aliongea kwa sauti ya chini kama mtu anayesita kusema ukweli mzito. "Unakumbuka Juma na Neema?" aliuliza. Nilivuta pumzi kidogo. "Nakumbuka, vipi tena?" Baraka akasema, "Hali yao si nzuri. Kuna matatizo makubwa nyumbani kwao." Nilikaa kimya. Akaendelea, "Inasemekana marafiki wao wengi kule walipo wameanza kuwatengea. Hata kwenye mikusanyiko hawaitwi tena. Na watu wanasema ni kutokana na tabia za Neema." Nilihisi kama sikushangaa, lakini pia sikufurahi. Ilikuwa ni mchanganyiko wa hisia. Upande mmoja nilisema moyoni, niliona mapema. Lakini upande mwingine nilihisi huruma kidogo, kwa sababu haikuwa rahisi mtu kufika hatua ya kutengwa na kila mtu. Wiki chache baadaye, tulikutana na Juma peke yake kwa bahati kwenye mgahawa mmoja hapa mjini. Alionekana tofauti. Si yule Juma wa zamani mwenye furaha na kujiamini. Alikuwa kimya, mwenye mawazo mengi. Baada ya salamu za kawaida, akakaa kidogo na sisi. Mazungumzo yalikuwa ya kawaida mwanzoni, lakini baadaye akafungua moyo. "Watu wengi hawatuelewi," alisema polepole. Hakumzaja Neema moja kwa moja, lakini ilikuwa wazi kuwa mambo si sawa. Nilimsikiliza tu bila kumhukumu. Kwa mara ya kwanza, nilimuona kama mtu aliyekuwa anapitia kitu kizito. Tulipoagana, nilibaki na mawazo mengi. Usiku ule nilimwambia mume wangu, "Unajua, wakati mwingine watu wanaofanya mambo ya ajabu sana huwa wanapambana na vitu ambavyo hatuvioni." Mume wangu alikubali kimya kimya. Kuanzia siku hiyo, nilibadilisha mtazamo wangu kidogo. Sikubadilisha uamuzi wangu wa kujitenga na Neema, hapana, lakini niliacha chuki, niliacha hasira, nilichagua amani. Kwa sababu niligundua kitu muhimu sana. Si kila vita unapaswa kupigana. Vingine unapaswa kuviepuka ili kulinda nafsi yako. Na kuhusu Neema, sijawahi kumuona tena. Na ukweli ni kwamba sina mpango wa kumuona tena. Lakini safari hii si kwa hasira, bali kwa hekima. Kama umeipenda simulizi hii, basi usisahau kubonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu mpya kila zinapotoka. Katika channel hii, tunakuletea simulizi zenye hisia halisi. Zipo zinazogusa moyo, zinazosisimua, na nyingine zinazoleta hofu kidogo, lakini kwa namna ya kuvutia zaidi. Naamini kabisa, kila hadithi unayosikiliza hapa itakuacha na hamu ya kusikia inayofuata, kwa sababu simulizi zetu zina ladha ya kipekee, tofauti na ulizowahi kusikia hapo awali. Bonyeza subscribe sasa, washa alama ya kengele, kisha endelea kufurahia hadithi nyingine zilizopo kwenye chaneli yetu. Karibu sana kwenye ulimwengu wa simulizi.